بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kiigizo wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wasikilizaji, tunaendelea na mtiririko wetu wa darasa zinazotufundisha adabu mbalimbali za Kiislamu ambazo tulifundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake. Na tukiwa tungali tupo katika masiku haya matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni bora tukajipamba na adabu hizi ambazo zilifundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika darasa la kwanza tuliona adabu za misikiti na jinsi gani Muislamu anavyotakiwa anapokuwa anakwenda msikitini na anapokuwa yuko msikitini anatakiwa afanye nini. Leo inshallah katika darasa ya leo tutazungumzia adabu za mazungumzo, adabul kalam. Mazungumzo nayo yana adabu zake, yana mipaka yake kama tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika adabu za mazungumzo na adabu za hadithi ambazo zimefundishwa na dini yetu tukufu ya Kiislamu na Waislamu inapasa tuzizingatie. Muislamu juu yake kuelewa Uislamu unamfundisha nini katika anavyozungumza. Anapokuwa anazungumza basi azungumze mambo gani. Ni muhimu kujipamba na mambo haya kwa sababu ndivyo kumuigiza Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye tumeambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hakika nyinyi Waislamu mnayo ruwaza njema au kiigizo chema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa ni mtu fasihi wa kuzungumza, mwenye maneno matamu ya ukweli, na alikuwa mwenye hoja zenye kukinaisha. Mazungumzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa yako wazi, yako wazi wazi, si mazungumzo ya ficho ficho. Na alikuwa anachokizungumza mara nyingi waliokuwa wamekaa pembezoni mwake walikuwa wanapata wepesi wa kuyahifadhi maneno hayo katika vichwa vyao kutokana na uwazi wake. Na anapoongea neno mara nyingi huwa alikuwa akilirudia mara tatu ili liweze kufahamika zaidi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kunyamaza sana. Ukichukua muda wake wa kuzungumza na muda wa kunyamaza, muda wa kunyamaza ulikuwa ni unachukua asilimia kubwa zaidi kuliko anavyozungumza. Alikuwa hazungumzi pale ambapo hapahitaji kuzungumza. Kadhalika alikuwa hazungumzi yale ambayo hayamhusu kuyazungumza. Alichokuwa akizungumza ni yale mambo ambayo alikuwa anatarajia kwamba atapata thawabu katika mazungumzo yale. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kuzungumza maneno machafu wala maneno ya mtaani. Na alituhimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam tujipambe na maneno yaliyokuwa mazuri, tujipambe na sura zenye bashasha, pale aliposema katika hadithi yake tukufu, al-kalimatu at-tayyiba sadaqa, kwamba neno lililokuwa jema basi hiyo ni sadaqa. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Na akasema katika hadithi nyingine, ittaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto walau mtu kutoa sadaka ya tende moja. Faman lam yajid, na kama itatokea mtu atakosa hata hiyo kwa moja ya tende ya kutolea sadaka, fabikalimatin tayyiba, basi atoe sadaka kwa kutoa maneno yaliyokuwa mazuri.
hadithi imepokewa na Bukhari. Hivyo ndugu zangu wasikilizaji, katika darasa leo inshallah tutaangalia adab za kuzungumza zilizofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuelekezwa na maswahaba zake waongofu. Tukianza na mafundisho yaliyotolewa na Amiri al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. Mafundisho yaliyotolewa na huyu bwana ambaye alikuwa ni khalifa wa 5 wa Kiislamu anayejulikana kwa jina la Umar ibn Abdul Aziz, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Inasimuliwa kwamba siku moja alijiwa na mtu nyumbani kwake, na huyo mtu akaanza kumzungumzia mwenzake ambaye hayuko katika kikao kile maneno yasiyokuwa mazuri, kwa maana ya kumsema, kumsimanga, kumsengenya na kama hivyo. Umar ibn Abdul Aziz akamsikiliza, na baada ya kumaliza mazungumzo yake akatoa hukumu yake Umar ibn Abdul Aziz kwa yule mtu ambaye alikuwa amekuja pale nyumbani, na akamwambia, wewe ndugu yangu upo katika mafungu matatu. Sasa utachagua ni fungu gani ambalo mimi nikuweke sasa hivi? Ikiwa wewe ni muongo kwa haya unayoyazungumza, basi hukumu yako wewe ni ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, anapowajieni mtu fasik na habari yoyote, basi takeni ubainifu wa habari hiyo. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kwa sababu msije mkawapata watu au mkawadhuru watu au mkawahukumu watu kwa ujinga, na mkawa katika yale mlioyafanya ni wenye kujuta. Kwa hiyo chagua, ima ni kuingize katika kundi hili kwamba wewe umekuja kwangu na habari hii wewe ni fasik, kwa sababu sina uhakika na ukweli wake. Lakini vile vile ukipenda, naweza nikakuingiza katika fungu jingine. Ukiwa haya unayoyazungumza ni kweli, haya ulioniambia kuhusu ndugu yako huyo ni kweli, basi hii aya ya kwanza haitakuhusu, lakini itakuhusu aya ya pili inayosema hammazim masha'im binamim. Hammazim masha'im binamim, kwamba wewe ni mwenye kuwaramba watu visogo, halafu unatembeza umbea kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Ikiwa unayoyazungumza ni kweli, basi wewe ni mrambaji visogo wa watu, halafu unatembeza umbea kutoka sehemu kwenda sehemu ya pili. Ile bwana yote mawili haya akamwambia, haya na hilo la tatu Amiri al-Mu'minin, fungu la tatu. Amiri al-Mu'minin akamwambia, fungu la tatu ukipenda tutakusamehe kutokana na haya uliyoyazungumza. Kwa hiyo chagua mwenyewe tukuweke katika fungu gani katika haya ambayo umekuja kuniambia. Faqala ar-rajul, yule mtu akasema, al-afwa ya Amir al-Mu'minin, la a'udu ilayhi abadan, naomba msamaha ewe Amir al-Mu'minin, sintarudia katika tabia hii hata siku moja. Fa'afa anhu Amirul Mu'minin wa a'tahu darsan baligha. Amir al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz akamsamehe, lakini akawa amempa bwana yule na ametupa sisi sote darsa zuri kabisa na msimamo uliokuwa mzuri kabisa, ambao unaonyesha jinsi gani Muislamu anavyotakiwa awe na maadili yaliyokuwa mazuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi yake, man lam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatan an yatruka ta'amahu wa sharaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, yule ambaye hatoacha maneno ya uongo na matendo ya uzushi na uongo, basi hana haja mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake akasema nimefunga, kwa sababu hana funga yoyote. Haya ni mafundisho tunayapata ya kwanza kutoka kwa Amiri al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz, kwamba tuwe wa kweli, tusiende kuzungumza aibu za watu kwa watu wengine. Kama basi la buda uzungumze, mfuate mhusika wa tatizo lile na aibu ile, jaribu kwa njia moja au nyingine mfahamishe udhaifu wake, lakini usiende ukampelekea kwa mtu kwa ajili ya kumchafua na kumsema hii si tabia nzuri,
tuliofundishwa na Uislamu, na inakuharibia funga yako na inakunyima fadhila ya funga yako. Kwa hiyo ni muhimu sana katika vikao vyetu, mazungumzo yetu, tunapokuwa tunazungumza, tujitahidi tusiwazungumze watu wengine vibaya. Hata kama tabia hizo wanazo, basi kweli utakuwa ni mwenye kueneza umbea na kuwaramba watu visogo. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na tabia hizo, na sisi wenyewe tujiepushe na magenge na vikao ambavyo kazi yake ni kuwasengenya ndugu zetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Darasa jingine ambayo tunalipata lina kichwa cha habari cha al-ibtisama, kutabasamu. Na wote tunafahamu kutabasamu ni tofauti na kucheka. Kutabasamu ni katikati baina ya kucheka na kunyamaza, yani ni mtu kuonyesha alama fulani za furaha katika uso wake. Huyu sahabi aljalili anayejulikana kwa jina la Abu Dardai radhiyallahu anhu alikuwa siku zote anapokuwa anazungumza na mtu basi huwa anatabasamu na kuzungumza naye maneno ya kawaida yasiyokuwa mazito sana. Siku moja kumbe mke wake Ummu Darda radhiyallahu anha alikuwa anaona kwamba mume wake kama vile anakuwa ni kichekesho katika jamii, kwa sababu kila wakati ukimkuta yeye ni mtu tu wa kutabasamu. Akamwambia, ya Aba Darda, la yaqulu nasu innaka ahmaq, wasije wakasema watu kwamba wewe ni mpuuzi, maana kila mara tu unacheka hovyo, unatabasamu kwa mtu yeyote ni kuzungumza na wewe. Faqala laha Abu Darda, mume huyo Abu Darda akamwambia, ma raaitu, sijawahi kuona hata siku moja, au ma sami'tu, wala sijawahi kusikia, kwa maana nyingine sijaona au sijasikia, Rasulullah yuhadithu hadithan illa tabassama, sikuwahi kumuona wala kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza mazungumzo yote isipokuwa alikuwa akitabasamu. Hadi maelezo haya yamepokewa na Imam Ahmad. Kwa hiyo kumbe kutabasamu kwa Abu Darda ambako mke wake alikuwa anaona asije watu wakamuona ni mpuuzi anacheka hovyo kila dakika, haikuwa ni upuuzi, bali ilikuwa ni kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanasema sikuwahi kumuona Mtume akizungumza isipokuwa alikuwa akitabasamu katika uso wake. Hivyo Abu Darda alikuwa anamuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ndugu yangu msikilizaji, kutabasamu katika mbele ya uso wa ndugu yako ni sadaka, kwa sababu Muislamu si vyema akawa anazungumza na mwingine hali ya kuwa amekunja, wanaita amekunja ndita, sura yake ni ameweka namba 11 kwenye uso. Mazungumzo inawezekana ni ya kawaida, lakini mtu anazungumza akakasirika na vitu kama hivyo. Kwa Muislamu kusema kweli, hiyo si adabu njema ya kuzungumza, bali mtu azungumze na yule anayezungumza naye hali ya kuwa uso wake unatabasamu, uso wake umejaa aina fulani ya furaha na matumaini. Hata yule unayezungumza naye anapata matumaini kutokana na mazungumzo yako. Hivyo basi kutabasamu wakati wa kuzungumza kunafungua njia nyingi za mawasiliano, na vile vile kunaondosha yaliyokuwa katika nyoyo za watu. Mtu anaweza kuwa amekuja amekasirika na wewe au ana matatizo, lakini kwa kuzungumza naye huku ukiwa unatabasamu, ukiwa na matumaini, ni kama vile unamuondoshea mzigo wake na yeye anakuwa katika hali kama yako. Yani unamuambukiza mazungumzo yako ya furaha, yanamuingia na yeye na ile huzuni yake na ile ghadhabu yake inapungua. Lakini akikukuta na wewe katika hali kama hiyo, basi na yeye vile vile anapandisha yale aliyokuwa naye katika nafsi yake. Kwa hiyo muhimu sana mtu anapozungumza na ndugu yake ajaribu kadri ya uwezo wake kuzungumza maneno yaliyokuwa ya kawaida, na vile vile azungumze hali ya kuwa ametabasamu. Hii ni katika mafundisho tunayopata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile ndugu zangu wasikilizaji, katika mazungumzo yetu tujaribu kujiepusha na mambo ambayo yanaweza kuwakera baadhi ya watu ambao tunao katika yale mazungumzo, hususan mazungumzo yanapokuwa ya siri na kunong'onezana. Si vyema wanapokuwa wako watu watatu, watu wawili wakakaa chemba kuanza kunong'onezana wakamwacha mwenzao bila mtu yeyote wa kumliwaza au hajui kinachoendelea. Hii mara nyingi hujenga dhana kwamba wale wanazungumza nini na kwa nini hawakunishirikisha, je ni kitu gani, je wananisema mimi. Ni vitu tunavyoviona ni vidogo, lakini kusema kweli havikuachwa na mafundisho ya Uislamu katika kujenga jamii iliyokuwa imesalimika kutokana na maradhi ya nyoyo. Tunahadithiwa na Abdullah ibn Dinar, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Alikuwa siku moja yuko sokoni na alikuwa pamoja naye Ibn Umar, mtoto wa Saidina Umar
ambaye anaitwa Abdullah ibn Umar, radhi za Mwenyezi Mungu zimuendee yeye na baba yake. Akaja mtu mmoja akataka kuzungumza na Ibn Umar na azungumze naye kwa siri, yani ajitenge naye amnongoneze. Na Ibn Umar huyu hakuwa na yeyote mwingine zaidi yake. Basi Ibn Umar akamuita mtu yule aliyokuwa naye wanne, kisha akamwambia yule mtu wa tatu ambaye alikuwa amemuita, hebu subiri kidogo, kwani mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la yatanaja ithnan duna wahid, wasinongonezane, wasizungumze mambo ya siri watu wawili pasi na mmoja. Kama wako watatu wakamtenga mwenzao, basi si vyema. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia katika hadithi yake iliyopokewa na Imam Malik, la yatanaja ithnan, wasizungumze siri watu wawili, duna wahidin, wakamwacha mwingine pembeni. Kwa hiyo Ibn Umar akawa ametoa fundisho hapa vile vile kwamba hata kama inabidi basi kuzungumza pembeni, mtafutieni yule mtu mwingine mlomwacha mwingine wa kuzungumza naye, asijisikie upweke. Haya ndio maisha ya kijamii ya Kiislamu ambaye yanatufundisha kuweza kujenga undugu sahihi wa Kiislamu na kuondosheana dhana katika nafsi zetu, na vile vile kuheshimu taratibu ambazo zimewekwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha kuntum thalatha fala yatanaja ithnani duna al-akhar, mnapokuwa watu watatu basi wasinongonezane wawili wakamwacha mwingine hajui kinachoendelea. Hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari na Muslim. Katika darasa zingine zinazotufundisha adab za kuzungumza ni ufasaha wa uzungumzaji, na yule ambaye anatakiwa awe ni mzungumzaji baina ya watu kwa niaba yao, basi achaguliwe mtu ambaye atakuwa anajua kuchagua maneno. Si tu mnamchagua basi kwa sababu ni mbwabwakaji, mlopokaji, uharibu sifa nzima kama ni ya kikundi au ni ya watu, kwa sababu kuwakilisha watu katika mazungumzo ni lazima apatikane mtu ambaye atakuwa na ufasaha na anachagua maneno ambayo yatakuwa yanasaidia katika kujenga na kufanya watu wote nyinyi ambao mnawakilishwa naye muweze kupata heshima na ihtiramu ambayo anaizungumza yule mtu. Kwa sababu kusema kweli, mtu unaweza ukamuona, lakini akifungua kinywa chake ndio utakayemjua huyu ni mtu wa aina gani, kwa sababu mazungumzo huwa ni anwani ya tabia ya mtu. Siku moja inahadithiwa alipokuwa ametawala huyu Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu khalifa wa tano kama tulivyosema, alijiwa na ujumbe kutoka moja katika miji ya Kiislamu. Ule ujumbe ulipofika pale katika mji wa Madina, akasimama kijana mdogo kuzungumza kwa niaba ya ujumbe ule. Khalifa akasema, Umar, ya ghulam liyatakallam man huwa asannu mink, ewe kijana, kwa nini asizungumze kwa niaba yule ambaye ana umri mkubwa kuliko wewe? Faqala al-ghulam, yule kijana akajibu, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa Islam, innama al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi, hakika mtu hujulikana, yani binadamu hujulikana kwa mambo yake madogo mawili, kwa moyo wake na ulimi wake. Kwa hiyo kumjua mtu kwamba huyu ni mkubwa au huyu ni mdogo si kwa umbile lake, kwa sababu mbona huyu mdogo sana wa kiumri, lakini utamjua mtu huyu ni mkubwa kwa moyo wake na ulimi wake, na utamjua huyu mtu ni mdogo kwa moyo wake na ulimi wake. Hata kama ni mzee ana mvi, lakini ulimi wake ukiwa hauna ufasaha wa kuzungumza, basi anaonekana tu ni mtoto mbele za watu, kwa maana kwamba akizungumza anaonekana huyu naye anasikilizwa, naye huyu atazungumza nini huyu, kwa maana kwamba hana la maana, yeye siku zote mambo yake yanazungumza ni upuuzi. Kwa hiyo sisi kijana anataka kumwambia kiongozi wa Kiislamu kwamba usiniangalie mimi kwa umri wangu bwana, binadamu huangaliwa kwa moyo wake na ulimi wake. Anaendelea kijana kusema, fa idha manaha Allahu al-'abda lisanan lafidhan, Mwenyezi Mungu anapompa mja ulimi wenye kuzungumza vizuri, wa qalban hafidhan, na moyo wenye kumchunga na kumhifadhi, faqad istahaqqa al-kalam, mtu wa aina hii anastahiki yeye kuzungumza. Walau anna al-umura bis-sinni, lau kama tungekuwa tuna hukumu mambo kutokana na umri, kwamba mtu hawezi kupewa jambo au heshima mpaka awe na umri fulani, lakana hahuna man huwa ahqqu minka bimajlisika hadha, leo katika
cheo chako hichi cha uongozi, kungekuwa kuna kiongozi mwingine ambaye ni mkubwa kiumri kuliko wewe, kuna wazee wangapi ambao wewe unawaongoza? Je, kama ingekuwa ni umri ndio unaomfanya mtu apate nafasi ya kuongoza, basi na wewe Amirul Mu'minin ustahiki kukaa hapo, kwa sababu hata katika msafara wangu kuna wazee kukushinda wewe. Haya ni maneno yanazungumzwa na kijana aliyopewa hikma na mwenye kujua kuchagua maneno na mwenye kuweza kujibu kwa adabu na heshima na kukinaisha. Faqala Umar radiyallahu anhu, Umar ibn al-Aziz akamwambia, sadaqt, umesema kweli kijana, rahimakallah, Mwenyezi Mungu akurehemu, takallam, ongea basi kijana. Faqala al-ghulam, yule kijana mdogo akasema, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa Islam, nahnu wafdu tahni'a la wafdun al-murziya, sisi ni ujumbe uliokuja wenye kutoa habari njema na kukupongeza, si ujumbe uliokuja kwa ajili ya kukusimanga au kuleta matatizo. Walam yaqdum ahadun minna ilayka raghbatan wala rahbatan, na hakuna yeyote katika sisi tuliokuja hapa amekuja kwako kwa kutamani kwamba utampa labda hela au utampa chochote kile katika mambo ya kidunia, wala hatukuja hapa kwa sababu ya kukuogopa. Liannana qad aminna fi ayamik ma khifna, kwa sababu hakika sisi tumepata amani katika utawala wako katika yale ambayo yalikuwa yanatuogopesha. Wa adrakna ma talabna, na tumepata yale ambayo tulikuwa tukiyataka sisi. Faujiba Umaru bikalamihi, Umar akapendezeshwa sana na mpangilio wa maneno wa yule kijana. Wasala an umrihi, akaulizia sasa, je, kijana una umri gani? Akaambiwa 10 sinin, subhanallah, ni kijana wa miaka 10. Umar ibn al-Aziz akasema, irfa'ul ghulama fawqa martabatihi, mnyanyueni huyu kijana katika, yani juu, awe juu ya umri wake, mnyanyueni huyu kijana katika manzila ya juu kabisa kutokana na maneno haya ambayo ameyazungumza. Kwa hiyo tunajifundisha katika kisa hichi kwamba ni vizuri sana kuwafundisha vijana wetu kuzungumza, kuchagua maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yenye hoja na mtu na kujiamini katika mazungumzo yao, ili waje wawe wazungumzaji wazuri, si wapiga porojo wazuri. Maana yake tukisema siku hizo wazungumzaji wazuri, maana yake ni watu ambao wanaweza kuwafundisha watu uongo, la, lakini ni wazungumzaji wazuri kwa maana maneno yake anayapima katika mizani kabla hayajatoka katika kinywa chake, kama tulivyoona kisa cha huyu kijana wa miaka 10 ambaye anazungumza mbele ya kiongozi wa dola bila wasiwasi yoyote ile, tena anazungumza kwa niaba ya wazee wake ambao walikuwa wamemtuma kuja kumpa pongezi kiongozi huyu kwa uadilifu aliokuwa akiufanya. Vile vile, ndugu zangu wasikilizaji, katika mazungumzo kuna maneno ya hatari, maneno ambayo haipasi kwa Muislamu kuyaingia maneno hayo, kwa sababu yana hatari kubwa sana. Hatari yake kusema kweli ni sawa sawa labda na mtu kuingia katika moto au kukamata waya ya umeme mkali au kuacha gesi wazi akachezea kibiriti. Ni maneno ya hatari kweli kweli. Siku moja tunahadithiwa kwamba Bi Aisha radhiallahu anha, mke na kipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alivyokuwa akizungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuona Mtume katika hali ya furaha, akataka kupenyeza jambo lake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo hilo yareti lingekuwa ni jambo zuri, lakini alitaka kupenyeza jambo fulani la kumfanyisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asione uzuri wa mmoja wa wake zake. Ni wivu wa kina mama. Bi Aisha akasema maneno machache sana, hasbuka min safiyatin kadha wa kadha, yani kitu gani kinachokufanya wewe upendezeshwe na huyu mwanamke Safia ambaye ni mke mwenzie Bi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo anaingiza yake sasa Bi Aisha katika mazungumzo, kitu gani kinachokufanya upendezeshwe na Safia kadha wa kadha, yani kwanza yuko kadha kadha, yani yuko hivi na vile. Alikuwa akikusudia hapa Bi Aisha kwamba huyu Safia kwanza mfupi, si mrefu kama mimi. Sasa unapendezewa nini na mwanamke mfupi? Kila mara uko kwake unampenda, ndio maneno aliyokuwa ameyazungumza. Faghadhiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghadaban shadida, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika, kukasirika kulikokuwa kukubwa. Subhanallah. Na Mtume alipokuwa anakasirika alikuwa anabadilika kweli kweli. Waqala li Aisha,
na akamgeukia kumwambia Aisha, laqad qulti kalimatan, hakika umezungumza neno, lau muzijat bima'il bahri, kama neno hilo lingechanganywa likorogwe katika maji ya bahari, la mazajathu, basi lingeweza kuibadilisha bahari yote. Kwa maana nyingine, hadhihi alkalima, hili neno ambalo umelizungumza, lau ikhtalatat bima'il bahri, lingechanganywa katika maji ya bahari, la akarathu, lingeibadilisha ile bahari maji yote, wa ghayyarat launuhu, na rangi ya maji ya bahari yangebadilika yakawa ni maji meusi kwa uchafu. Neno moja alozungumza Bi Aisha, kama litatiwa baharini, basi bahari itabadilika, rangi yake itakuwa nyeusi, harufu yake itakuwa mbaya, na maji yake yatakuwa sio maji tena, kwa kalima moja la hatari ambalo lilikuwa ni la kumsema mmoja katika wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu anayesema naye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapa hivi tunapata fundisho kwamba kuna maneno ya hatari sana ambayo sisi tunayachukulia ni mepesi. Sasa fikiria maneno yako hayo, ikiwa neno moja la Bi Aisha lingeweza kubadilisha bahari ya kwetu, yangebadilisha nini? Na labda yangebadilisha bahari zote ulimwenguni na mito na maziwa na visima juu yake, na bado ingekuwa inaendelea kubadilisha, kwa sababu mazungumzo yetu asilimia kubwa yanakuwa ni kuwasema watu wengine aibu zao, kuwasema watu wengine matatizo yao, kwa ajili ya kuwachafua au kwa ajili ya kupunguza ihtiram zao au heshima zao. Kwa hiyo tunapata fundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakika neno moja tu linaweza likasababisha madhara yaliyokuwa makubwa kabisa. Kwa hiyo tujiepushe ndugu zangu na mazungumzo ya aina hii. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyaqul khairan au liyasmut, basi na aseme khairi au anyamaze kama hawezi kusema khairi. Katika mafundisho mengine tunayapata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake waongofu ni uchache wa kuzungumza. Tumeona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam mazungumzo yake yalikuwa ni machache kuliko kunyamaza kwake. Alikuwa kinyamaza muda mrefu kuliko anavyozungumza, na hii tabia ikaigizwa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunahadithiwa kwamba mmoja katika maulama alikuwa akizungumza maneno machache sana kwa siku, na vile vile alikuwa akivaa nguo, yani nguo kavukavu, sio nguo za kifahari wala nguo zilizokuwa labda za fashion. Ni mtu wa kawaida kabisa. Yeye ilikuwa shughuli yake kubwa ni kutafuta elimu na kutafuta kuwafurahisha watu na kuwaelimisha watu katika mambo ya dunia yao. Siku moja akaulizwa na mmoja katika watu ambao walikuwa karibu yao kwamba, shekhe, wewe unasema inna rahmata likulli dhi ruhin wajiba, kwamba mtu kuwa na huruma kwa kiumbe yote mwenye roho ni jambo la wajibu. Shekhe akasema kweli. Ile bwana akamwambia, wa anta dhu ruhin, lakini wewe vile vile si una roho? Afala tarhamuha bitarki qillati al-akli wa khushni al-libas, kwa nini usirehemu kwanza hiyo roho yako kabla hujaamrisha watu wengine? Irehemu roho yako kwanza, uwe unakula vizuri na unavaa hata vizuri. Yule shekhe akamjibu kwa kumwambia, atabtani ala labsi al-khashin, umenisimanga au umenilaumu kwa mimi kuvaa nguo hizi unazoziona, ambazo wewe unaziona ni nguo kavu. Vile vile umenisimanga na kunilaumu kwamba nakula kidogo sana, lakini inama uridu an akula liaish, mimi napenda nile ili niishi, lakini sio niishi kwa ajili ya kula. Kwa hiyo akamfahamisha lengo ambalo Muislamu anatakiwa kuwa nalo. Muislamu anatakiwa ale ili aishi, yani apate chakula kidogo ambacho kitamtosheleza kuweza kuendelea na kuishi, lakini lengo lake si kuishi, lengo lake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kula chakula si lengo, isipokuwa ni njia ya kukufikisha katika lengo. Lakini sijafanya kula kwangu mimi ndio lengo, kwa sababu kuna watu wanaishi ili wale, hawana malengo mengine. Kwa hiyo watu wa aina hii tofauti na mimi, huyu shekhe anasema, kwa mimi hii kula unaiona ni kwa sababu niishi tu. Kama ningekuwa naweza nikaishi bila kula ningeacha, lakini kwa sababu niishi ndio maana nakula, lakini na malengo mengine. Yule mtu akamuuliza tena, nimeshaelewa sababu ya chakula chako,
Lakini kwa nini wewe shekhe umekuwa huzungumzi sana, una muda mrefu tunakuona ni mtu mkimya kimya? Wa idha kunta tabkhal ala nafsik bil ma'kal falima tabkhal ala an-nas bil kalam, ikiwa unajifanyia ubakhili katika nafsi yako katika kula, basi kwa nini unafanya ubakhili kwa kuzungumza na watu, kuingia katika makundi ukazungumza, ukawa nao ukapiga nao soga na vitu kama hivi? Yule alimu akamjibu yule ndugu alimuuliza, akamwambia laqad khalaqa Allahu subhanahu wa ta'ala laka udhunainin wa lisanan, hakika Mwenyezi Mungu wewe ndugu yangu ametuumbia sisi na masikio mawili na ulimi mmoja. Kwa sababu gani? Litasma' dhifa ma taqul, ili usikie mara mbili ya yale unayoyazungumza. Yani kama utazungumza dakika moja, basi usikilize dakika mbili. Ukizungumza saa moja, usikilize masaa mawili. Yani kile utakachokizungumza basi fanya mara mbili yake kuwa ni msikivu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia tuwe na masikio mawili kwa sababu tusikie sana, na tuwe tuna ulimi mmoja kwa sababu tuongee kidogo. Kwa hiyo ndio hikma ya mimi kuniona sizungumzi sana. Haya ni maneno ya hikma yaliyotolewa na mwanazuoni huyu wa Kiislamu kuonyesha jinsi gani mtu anavyotakiwa kuwa ni mzungumzaji, yani asiwe mzungumzaji sana, bali awe msikilizaji sana, awe msikivu sana wa kusikiliza mambo, lakini si mzungumzaji sana. Hizi ni tabia ambazo tunajibidi tujipambe nazo, ndugu zangu Waislamu. Lakini leo ndugu zetu, mtu akiwa mzungumzaji sana basi ndio anasifiwa na anaonekana kwamba huyu ndio mjanja na mwenye akili. Lakini katika adabu za Kiislamu, Muislamu hatakiwi kuwa ni mzungumzaji sana, anatakiwa kuwa ni mtu mwenye kusikiliza sana, kuwasikiliza wenzake sana kuliko anavyozungumza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani, katika uzuri wa Uislamu wa mja ni kuacha kushughulikia yale ambayo hayamhusu. Vile vile ndugu zangu, katika adab, miongoni mwa adab za mazungumzo ni mtu kukontroli na kuudhibiti ulimi wake. Siku moja Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabi huyu Abdullah ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee na baba yake, aliushika ulimi wake na akasema, waihak qul khairan taghnam waskut an sharrin taslam, ole wako ewe ulimi, sema mambo yaliyokuwa ya khairi upate faida kubwa, upate ghanima kubwa, na nyamaza katika mambo ya shari uweze kusalimika. Mtu mmoja akamuona Ibn Abbas akizungumza na ulimi wake, faqala lahu, akamwambia, ya Ibn Abbas, ewe mtoto Abbas, mali araka akhidhatan bi thamaratin lisanik wa taqulu kadha, inakuwaje na kuona unashika ncha ya ulimi wako na ukisema haya uyasemayo? Faqala Ibn Abbas akamwambia yule mtu, innahu balaghani, hakika zimenifikia mimi habari, anna al-abda yawma al-qiyamati, kwamba mja siku ya kiyama, laysa huwa ala shay'in ahnaq minhu ala lisani, atakuwa hakuna kiungo ambacho amekikasirikia zaidi kuliko alivyokasirikia ulimi wake. Kwa nini? Kwa sababu ulimi unamfungulia mwenye ulimi ule milango mingi ya shari, lakini vile vile ulimi unaweza kumfungulia mwenye ulimi ule milango mingi ya khairi. Hivyo ni juu ya Muislamu kujua jinsi gani anaweza kutumia ulimi wake, au tumie katika kutengeneza urafiki, au tumie katika kusuluhisha baina waliogombana, au tumie ulimi wake katika kupandikiza undugu na amani katika jamii, kwa kutarajia kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si kupata radhi na sifa za viumbe kama yeye. Kwa hiyo vile vile ni katika maadabu za Kiislamu zinazohusiana na masala mazima ya ulimi. Na katika hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku moja alipokuwa yuko safarini yeye na maswahaba zake, alimwambia mmoja katika maswahaba zake anaitwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, alimwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Muadh anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilni aljanna, hebu mtume nifundishe amali nitakayoifanya itakayonifanya mimi niingie peponi. Haya ndio maswali ya maswahaba walikuwa wanapenda sana kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume nifundishe mimi matendo nitakayoyafanya yatanifanya niingie peponi, wayubaiduni anin nar, na yataniepusha mimi na moto wa jahannam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia milango mingi ya khairi, na akamwelekeza katika milango ile kwa kumwambia,
ta'budullah wala tushriku bihi shay'an, kwanza muabudu Mwenyezi Mungu usimshirikishe na kitu chochote. Watuqimu salah, na usimamishe swala tano. Watuuti zaka, na utoe zaka. Watasumu Ramadhan, na ufunge mwezi wa Ramadhan. Watahujjul bait, na ufanye hija katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile akamwelekeza kutoa sadaka, kwamba ajilazimishe kutoa sadaka. Akamwelekeza kujihimiza kusimama kisimamo cha usiku na kuswali swala za usiku, na vile vile akamhimiza juu ya swala na jihadi, katika kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia kwa kumwambia, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, je, nikufahamishe ewe Muadh ya taji ya haya yote niliyozungumza, moyo wa haya yote niliyozungumza nikufahamishe? Qala Muadh akasema, bala ya nabii Allah, bali nifahamishe ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Faakhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bilisanihi wa qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaushika ulimi wake na akasema, kufu alayka hadha, uzuie ulimi huu, uzuie ulimi wako huu na kuzungumza mambo mabaya. Faqala Muadh akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya nabii Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallam bi, hivi sisi tunachukuliwa kwa madhambi kwa haya tunayozungumza? Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam muda'iban Muadhan, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa kama akimfanyia mzaha Muadh, thakilatka ummuka ya Muadh, akukose mama yako wewe Muadh kwa kutojua jambo la muhimu kama hili. Wa hal yukibbu nasu fi nari, hivi watu wanatumbukizwa motoni katika nyuso zao na kutanguliza mapua yao mbele, illa hasaidu alsinatihim, isipokuwa ni kutokana na machumo ya ndimi zao. Hivi watu wote hawa wanaotumbukizwa motoni, hujui kwamba wanatumbukizwa motoni kwa kutanguliza sura zao na pua zao katika moto wa Jahannam, si kwa ajili ya matunda tu yanayovunwa na ndimi zao? Je, ulikuwa hujui hivi Muadh? Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangazwa na kuona Muadh hajui kwamba ulimi ni kiungo kilichokuwa cha hatari sana. Hivyo ndugu zangu, na sisi tuchunge ndimi zetu, kwa sababu kusema kweli ndimi zetu ndio zitatusababisha tuingizwe katika moto wa Jahannam kwa wingi, kwa sababu ya kuzungumza yale ambayo yanamuudhi na kumkarahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jingine katika adabu za mazungumzo ndugu zangu ni alghibatu walbuhtan, ni mtu kuwa kusengenya na kusingizia. Na siku moja masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza yeye, sasa badala ya wao kuwa wanamuuliza, lakini siku hiyo Mtume aliingia katika darasa lake kwa lengo la kuwauliza masahaba zake wamjibu. Akawaambia, atadruna mal ghiba, je, masahaba zangu mnajua nini maana ya kusengenya? Faqalu, masahaba wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wenye kujua, sisi hatujui. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, kusengenya dhikruka akhaka bima yakrah, ni kumtaja ndugu yako mbele za watu kwa yale ambayo yeye anayachukia. Yani akiyasikia kwamba uliyazungumza mambo yale mbele za watu, atachukia kwa nini ulisema. Kwa hiyo ndio kusengenya. Masahaba wakasema, afaraaita in kana fi akhi ma aqul, je, unaonaje ewe mtume ikiwa hayo nayazungumza kwa ndugu yangu yapo, sio kwamba namzulia, yapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabta, ikiwa anazo sifa hizo ambazo unamsema nazo, basi umemsengenya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta, na kama sifa hizo hana, basi utakuwa umemsingizia. Hadithi imepokewa na Imam Muslim. Kwa hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kuwabainishia Waislamu na sisi sote mpaka sasa hivi kwamba madhambi ya kusengenya na kusingizia ni makubwa, yanaleta uovu katika jamii. Kwa mtu kumsengenya ndugu yake na kumsema vibaya, vile vile yanaleta chuki miongoni mwa jamii na yanaleta kupandikiza hisia ambazo sio nzuri miongoni mwa jamii iliyokuwa moja. Hivyo ni jukumu letu ndugu zangu mnaonisikiliza, tujitahidi kadri ya uwezo wetu kutowasengenya watu. Hata kama yule mtu ana sifa ile, ukienda kuizungumza mbele za watu kwa lengo la kumfahamisha watu wamuelewe na kumvunjia heshima yake, huko ndio kusengenya.
na kama hana basi huko unakuwa ni kusengenya na kusingizia, kwa maana ya kwamba mtu anakuwa amepata dhambi zaidi maradufu. Na tumefundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba katika Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-Hujurat aya 12, wala tajassasu, wala msifanyane ujasusi, wala yaktabu ba'dukum ba'dha, wala wasiwasengenye kuwasengenya watu wengine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, je, anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu? Fakarihtumuhu, jambo hilo mnalichukia. Wattaqullah, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha tawwabun rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukubali maghfira, vile vile ni mwenye mwingi wa rehema. Hivyo ndugu zangu, kuna umuhimu mkubwa kabisa wa kuweza kujinufaisha na mazungumzo yaliyokuwa mazuri, mazungumzo ambayo yatamjenga mtu shakhsia yake iwe ni ya Kiislamu, kwa kuchagua maneno yaliyokuwa mazuri, kwa kujua azungumze nini, wakati gani azungumze kitu gani. Kwa hayo machache, na yako mengi yanaendelea, lakini tuishie hapo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kulinda ndimi zetu na kuzungumza yale ambayo yatakemudhi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie huu mwezi wa Ramadhani kuwa ni sababu ya kuweza kuzidhibiti ndimi zetu, na ni kuwa ni wenye kuzungumza mambo ya kheri na kujipamba na tabia ambazo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.